la malezi ya watoto. Malezi ya watoto. Malezi ya watoto. Malezi ya watoto. Hapa sisi wote ni wazazi. Hata kama wangekuwepo mabinti, bado ni mama watarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malezi ya watoto, tuone Mungu wetu anatuambia nini kwa habari ya malezi ya watoto. Anatupa maelekezo gani tuweze kuwalea vipi hawa watoto ambao Bwana ametupa kama zawadi kwenye maisha yetu. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 hadi wa 9. Utangulizi. Baada ya watu wawili kuona kinachotegemewa ni mtoto. Hii ni kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya watu wawili kuoana, kinachotegemewa pale au kinachotazamiwa, wanatazamia tunda la mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Watoto ni matunda ya ndoa na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa watoto ambao Mungu wetu ametupa kama zawadi, lakini ni zawadi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto sio mali yetu, ni mali ya Bwana. Ametudhamini tu tuweze kuwalea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujue kwamba hawa watoto ambao Bwana amenipa ni mali ya Mungu, na pia ni zawadi ambayo Bwana amekuzawadia. Unapoolewa wajibu unaanza. Bwana Yesu asifiwe. Unapoolewa wajibu unaanza. Unapopata mtoto wajibu unaongezeka. Kuna wajibu mkubwa wa kuwalea watoto wetu kimwili na kiroho, na tuwalee wenyewe na sio kuwapeleka kwa babu, bibi au shangazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia hawa watoto ni zawadi ambayo Mungu wetu ametupatia. Kwa hiyo tunatakiwa hii zawadi ambayo umepewa, hutakiwi kumpelekea mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye uliyepewa hiyo zawadi, kwa hiyo unayo dhamana ya kuisimamia vizuri, kuelekeza, kuwalea malezi ya kimwili na ya kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Sio unazaa watoto halafu unawapeleka kwa kina bibi au kwa kina babu, kwa kina shangazi. Tunakosea sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo babu yake unayempelekea na bibi unayempelekea alikuwa amekulea wewe mpaka ulipofikia, na yeye alitimiza wajibu wake kama mzazi. Kwa hiyo na wewe timiza wajibu wako kama mzazi kwa huyo mtoto. Tunapata mambo magumu kwa watoto wetu kwa sababu toka mdogo hujamlea wewe, hakuna kitu ulichokipandikiza cha kimungu ndani yake. Na yamkini huyo bibi unayempelekea hamjui Mungu. Kwa hiyo atapandikizwa vitu vya tofauti, na atakaporudi kwako hawezi kukuelewa, atakuwa na tabia ya tofauti. Unapotaka wewe aende kama wewe unavyotaka, hajapandikizwa kitu cha aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa kuwalea watoto wetu sisi wenyewe. Tunashauriwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapa mzigo wale wazazi ambao tunawapelekea watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri uwalee watoto wako mwenyewe.
sisi. Yaani ule upendo wa Mungu kwetu tuonyeshe kwa wale watoto ambao Bwana ametupa. Bwana Yesu atusaidie. Onyesha upendo. Onyesha upendo kwa mtoto wako kama mzazi. Mpende mtoto wako. Mwelekeze kwa upendo, ataelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 22 hadi wa 25. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 22 hadi wa 25. Kumfundisha mtoto. Jambo la pili, tunatakiwa kumtunza mtoto, kuwatunza hawa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuwatunza, tuwatunze hawa watoto wetu, tuwapende, tuwatunze, tuwape mahitaji yao muhimu ya kila siku. Bwana Yesu atusaidie. Mungu atutetee wamama. Na mara nyingi ambao tunao mzigo mkubwa wa kuwalea watoto ni wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara nyingi tunakuwa nao wenyewe. Umebeba mimba miezi 9, umezaa, umenyonyesha mpaka miaka 2, bado unaye mwenyewe. Kwa hiyo hata anapoendelea kukua baada ya miaka 2, bado yuko karibu na wewe. Kwa hiyo anatakiwa kupandikizwa vitu vizuri vya kimungu kutoka kwako kama mama. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto wanajifunza maisha tunayoyaishi, wazazi wao wanajifunza hayo. Vile ninavyosema na vile ninavyotamka au ninavyomtamkia, ndivyo mtoto wangu atakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mama unaongea sauti ya upole, basi na mtoto atakuwa na sauti ya upole. Lakini kama mama unaongea sauti ya ukali, na kenyewe katajifundisha ukali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama kakiwa kanacheza na wenzake, unakuta kenyewe yani kanakuwa kakali. Kwa nini? Kula likotoka kuna sauti ya ukali. Bwana Yesu asifiwe. Unapandikiza nini kwa mtoto? Kipi unachokipandikiza kwa mwanao? Tupandikize vitu vyema, tuwape mahitaji yao muhimu, tuwatunze watoto wetu, tuwapende kama sisi wenyewe tunavyojipenda, tuonyeshe upendo kwa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wewe unavaa, wavalishe na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe unapendeza, watoto wanatia huruma. Hata wakisema akitokea labda umetoka na mwenzio, umetoka out na mwenzio, halafu kanakuja kanakukimbilia, unamkimbia, unasema sitaki mimi unishike. Hatuendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwapende watoto wetu, na wanahitaji maneno ya upendo kutoka kwetu kama wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Wanahitaji matunzo kutoka kwetu. Kwa hiyo tuwatunze hawa watoto. Ni zawadi ambayo Mungu wetu ametupa, na pia tunaelekezwa kuwapenda kama Mungu alivyotupenda. Jambo la pili, kuwatunza hawa watoto. Jambo la tatu, kumfundisha sheria ya Bwana, neno la Mungu. Kumfundisha sheria ya Bwana huyu mtoto, ambalo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi umefanya ibada na watoto wako? Mara ngapi? Mara ngapi umekaa nao kaanza kuwafundisha neno la Mungu? Mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwafundishe sheria ya Bwana, tuwafundishe maneno ya Mungu, wakulie katika hayo. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo wafundishe sheria ya Bwana, fanya nao ibada. Mwambie leo wewe utaimbisha, tutakuwa na ibada mahali hapa. Wewe utaimbisha, wewe utaabudisha, wewe utasifu, utaimba wimbo wa kusifu, halafu wewe utamalizia utaomba.
ndio wanakuwa watoto bora baadaye, wanakuwa watoto wa mfano baadaye, kwa sababu wamelelewa na wamefundishwa vizuri sheria ya Bwana. Neno la Mungu limekaa kwenye mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinyume chake ni tofauti na vile Bwana anavyotuagiza. Tuko tofauti, tunakwenda tofauti, na watoto wetu hawajawa vile Bwana anavyotaka wawe, wamekuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo mambo matatu zingatia kama mwanamke, ili uweze kuyafanya, na Bwana asimame pamoja nasi ili tuweze kuyaishi na kuwafundisha watoto wetu na kuwekeza kwenye mioyo yao, ili sheria ya Bwana ikae kwenye mioyo yao. Bwana atutetee. Uumbaji wa mtoto. Uumbaji wa mtoto au watoto upo katika sehemu kuu mbili. Uumbaji wa mtoto upo katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, uumbaji wa mtoto kabla ya kuzaliwa. Hiyo ni sehemu ya kwanza, uumbaji wa mtoto kabla ya kuzaliwa. Alafu sehemu ya pili, uumbaji baada ya kuzaliwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema uumbaji wa mtoto kabla ya kuzaliwa, si tunaelewa wanawake? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaelewa mama, uumbaji wa mtoto kabla ya kuzaliwa akiwa wapi? Akiwa tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna uumbaji wa mtoto kabla hajazaliwa akiwa tumboni, halafu kuna uumbaji wa mtoto baada ya kuzaliwa. Mtoto baada ya kabla ya kuzaliwa. Ili kupata mtoto mkamilifu, mama anatakiwa kuzingatia mambo yafuatayo kabla ya kuzaliwa. Ili kupata mtoto mkamilifu, huyu mwanamke anatakiwa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, usafi wa kiroho na mwili. Usafi wa kiroho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe mwanamke ambaye Bwana amewekeza kitu ndani yako bado hakijatoka, kwa hiyo unatakiwa kuwa msafi wa kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wakiwa tumboni wanasikia. Bwana Yesu asifiwe. Wanasikia, na kile unachokiishi wanakielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mpenda ibada sana, na mtoto atakuwa anapenda ibada sana. Bwana Yesu asifiwe. Atakapozaliwa atakuwa anapenda ibada sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua mama saizi tunaenda kanisani. Unasema naye akiwa tumboni, mwanangu saizi ni muda wa ibada. Mamako naoga, saizi naenda kuoga. Unasema na mtu yuko ndani, anasikia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kanapiga mateke ndani au kanapiga mateke, na mwanangu tulia, unaniumiza, kaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasikia, kwa hiyo anajua huu ni muda wa ibada. Mama saizi yuko kanisani, anasikia muziki. Unafikiri hasikii? Anasikia muziki. Hata unapocheza anajua mama saizi anacheza, tunacheza na mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anafurahia kumtumikia Mungu kabla hajazaliwa. Kitu kinaanza kuumbika ndani kabla hajazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanawake wa leo tumefanya vitu vya ajabu. Mungu amekupa neema, ameachilia. Mimi nasemaga huo sio ugonjwa. Ni ugonjwa. Mama mpashi ni ugonjwa. Sio ugonjwa. Yaani una mtu kabisa unatembea naye hapo tena uwe ugonjwa. Hiyo ni baraka.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna vitu vya ajabu. Unakuta mtu ana neema ndani yake, anaanza kusema hii baraka haitaki ibada. Haitaki ibada wakati una uwezo wa kumwambia. Si unaweza kuongea naye anasikia huyo? Unasema naye anasikia, mwanangu, huu ni muda wa ibada, twende kanisani. Mwanangu, huu ni muda wa neno, tusikilize neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tusiwe na vitu vya ajabu kwamba hii mimi haipendi muziki. Yaani kelele kichefuchefu kwangu. Halafu mimi mwenzenu sijui kama niko tofauti na wanawake wengine. Yaani mimi mwenzenu nikiwa na hali hiyo, yaani naonanga ni wakati wa hatari kuliko wakati mwingine wowote. Hivi si tunashika vitu viwili? Wapiga taswira ile siku ile. Ile siku ile tu, siku ile moja tu, tena ni masaa. Wengine wanapitilizaga mpaka siku inaisha na siku ya pili. Vipi ile hali inavyokuwa? Yaani unahisi halafu hujui itatokea saa ngapi. Ndio fungu ambalo Mungu ametupa. Lakini naonaga mimi ni wakati wa hatari na ni wakati wa kuwa karibu na Mungu kuliko wakati wote. Yaani kama ni ibada, natakiwa nifanye ibada mara 2 kuliko vile nilivyokuwa nikifanya nikiwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumekuwa walegevu, hatufanyi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wengine amewapa neema, kama ni mwimbaji unakuta naimba mpaka siku atakapoenda kujifungua. Unakuta watu wanashangaa tu, jamani, mwenzetu alikuwa jana hospitali, leo amerudi na mtoto, lakini jana walikuwa wote kwenye Bwana. Hiyo safi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inampa Mungu utukufu. Bwana Yesu atusaidie. Huo ni usafi wa kiroho. Usafi wa mwili. Yaani wakati huo huyu mama anakuwa mchafu. Jumlisha uchafu. Majibu utayapata mwenyewe. Hapa anasingizia. Baba watu anarudi anasema, wewe mama nani, mbona hujapiga hata deki sebuleni bwana? Yaani imekataa kabisa. Wewe unamfundisha uchafu. Hivi kuna watoto wanapozaliwa, yaani kisha zaliwa, anasema kuna mtoto mwingine anasema anakuwa hivi, akishazaliwa kakiwa kadogo pale sikanakuwa hakaelewi kitu yaani hakana ufahamu wa kujitambua vile, kwa hiyo anakafanya kama anavyotaka. Lakini kadri anavyoendelea kukua, kuna mtoto anakataa visepi, kuna mtoto anakataa. Halafu hata akiwa mdogo vile, bado mchanga, akisha haribu mambo, analia, anapiga kelele, mimi hapa Bwana nitoe, mahali hapa pako salama, fanya vitu mama. Kwa hiyo ukishamsafisha ukamweka kwenye hali nzuri, unakuta kamelala usingizi. Huyo alitengenezewa mazingira ya usafi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitengenezewa mazingira ya usafi kabla ya kuzaliwa. Kwa hiyo tuwe wasafi. Bwana Yesu asifiwe. Usafi ni wa muhimu. Safisha Bwana. Fanya usafi kwenye nyumba yako, safisha vyombo vyako, weka vizuri. Unamfundisha huyo mtoto kwamba tunafanya hivi, tunapoamka asubuhi tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunaanza na hili, tunamaliza na hili. Si tumesema nasikia? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Usafi wa kiroho na usafi wa kimwili. Jambo la pili, huyu mwanamke awe na tabia
tabia nzuri ya kimungu, upendo. Uwe na tabia nzuri ya kimungu. Tuwe na tabia nzuri ya kimungu. Huyu mtoto anajifunza. Huyu mtoto anaona kinachofanyika, anakiona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi tuwe na tabia nzuri. Tabia mbaya zisiwe kwetu. Maneno machafu yasitoke kwenye vinywa vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi kujilinda kwenye maeneo hayo kama wanawake tunapokuwa kwenye hali kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Halafu siri anasema awe tayari kubeba mimba katika hali ya utakatifu. Kwa hiyo uwe tayari mwanamke kubeba mimba katika hali ya utakatifu. Bwana Yesu atusaidie. Anasema daima Mungu hupendezwa na mzazi aliye na bidii katika kuwafundisha watoto wake, kuwalea katika kuwafundisha watoto wake. Kulea ni agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na mzazi aliye na bidii katika kuwafundisha watoto wake, na kulea ni agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na wewe mzazi uliye na bidii ya kuwafundisha watoto wako. Bwana atusaidie. Amen. Mungu ametufundisha mengi katika wokovu wake. Mungu ametuamuru tuwafundishe watoto wetu. Amri hii ina ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika wokovu, tangu Mungu wetu ametuokoa, ametufundisha mambo mengi. Kwa hiyo hayo mambo ambayo tumejifundisha kutoka kwa Mungu, anatuamuru sasa tuwafundishe watoto wetu. Tuambie ukuu wa Mungu. Waambie matendo makubwa ya Bwana. Waambie vile Mungu alivyo, anafanya nini Mungu kwenye maisha yetu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukimwambia mtoto kwamba Mungu amenifanyia jambo moja mbili tatu, nilikuwa naumwa kichwa nikamwomba Mungu akaniponya, anajengea kwenye ufahamu wake. Na yeye siku kichwa kikiuma anasema mama alisema Mungu anaponya. Kwa hiyo unakuta na yeye amejishika katika jina la Yesu. Haya maumivu na yaondoa. Kwa nini kutoka amepona? Kwa imani ile ile amepokea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi kuwashirikisha yale matendo ambayo Bwana anafanya kwenye maisha yetu. Wajengeke kwenye fahamu zao. Hayo mambo yawakae kwenye akili zao. Hapo watajua kwamba kweli Mungu anatembea pamoja na wazazi wetu. Hata wakiwa wanacheza na wenzao, wanayo sababu ya kuambia kwamba Mungu wetu anafanya matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanashirikishana kwamba kama kuna mtoto anaumwa, yuko mbele yao anacheza naye, labda kama nyongonyea, anajisikia vibaya, anaweza kumuuliza, "Mbona uko hivyo mwenzangu?" Akasema, "Mwenzio hapa naumwa." Akasema, "Njoo nikuombee." Mungu wetu anaponya. Kanashika mkono. Katika jina la Yesu, mfungue rafiki yangu awe mzima sasa, tuweze kucheza vizuri. Unafikiri wanakuwa na maneno mengi? Hana maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu atusaidie kuwekeza vitu vizuri kwa watoto wetu. Bwana atusaidie. Washirikishe mambo makubwa ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yako, na wao watashika hayo na watayaishi, kwa sababu ndio sehemu ya maisha yao. Tuwe watiifu katika kuwalea watoto wetu ili wawe na adabu nzuri na waweze kufanyika baraka kwa wazazi, kanisa, taifa. Tuwafundishe kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watiifu katika kuwalea watoto wetu ili wawe na adabu nzuri na waweze kufanyika baraka
kwa kanisa, kwa wazazi na taifa pia. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akiwa na tabia njema, amelelewa vizuri, ana maadili mema, anakuwa na baraka, anafanyika baraka. Yaani kila mmoja anatamani awe kwake, kwa sababu mtoto huyu amefundishwa vizuri. Anafanyika baraka kwako mwenyewe, halafu anafanyika baraka kwa kanisa na kwa taifa pia. Tuwafundishe kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo yanahitaji bidii, hayafanyiki kwa ulegevu, yanahitaji bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tupunguze ubize wazazi, tupunguze ubize. Tuko bize, yaani mpaka tunashindwa kueleweka. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi umeondoka asubuhi nyumbani, umeenda kujumua, yamkini umewaacha watoto bado hawajaamka. Kama wameenda shule, wameshaenda shule na wewe unaondoka, lakini umewaacha wamelala wadogo hawajaamka. Mwanamke unaenda kujumua, unajumua, unapitiliza kuuza, watoto hawajala kitu chochote. Halafu ukitoka kuuza unarudi saa 8. Uelewe mtoto amekula wapi au asubuhi ilifanyikaje kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie, hatuwatendei haki watoto, tunawaweka kwenye mazingira magumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na huruma na watoto wetu, maana hawa ni Bwana ametupa. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama ni zawadi, basi tunabidi tuitunze. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kabisa, mwanamke unaondoka asubuhi, hakuna chochote nyumbani, yaani hakuna cha kiporo cha wali, japo wanasema viporo sio vizuri kwa watoto. Amina mama, amina mama. Viporo tunavyowapa vya wali, sio vya ugali, sio vizuri. Anasema mtakapoamka, wewe kiti, mtakapoamka, ukiona na mdogo wako umeamka, ugali uko pale na mboga iko pale pale nimewawekea. Kwa hiyo mlage ndio mwendake kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe huo upo umeuona, haujaula kabisa. Ila unaenda sokoni, unaagiza supu na big Pepsi pembeni. Umepiga mwanamke wa watu big Pepsi hiyo pembeni, watoto umewaachia kiporo cha ugali. Halafu kitoka kujumua unapitiliza kuuza. Saa 8 ndio unawanulia watoto. Mungu atuelewe. Ndio upendo huo. Upendo unaweza kumfanyia unayempenda vibaya. Huwezi kumfanyia vibaya unayempenda. Unayempenda utatamani ale kile unachokula wewe. Hivi leo hayuma unapokula unakula lile lisupu lile. Unakunywa lile lisupu lile. Ulimi ule. Bwana Yesu asifiwe. Ule ulimi wa ng'ombe ule. Na ndizi. Hayumi leo. Hapo najifalia. Mimi ndio ninayetafuta, natakiwa kula. Mungu atusaidie. Wale uliwaleta wewe, bwana walikuwa waleta. Walituma maombi. Hawakutuma maombi. Sasa kama tumewaleta, basi tuwalee. Tuwatunze. Tuwape mavazi, wapendeze. Bwana Yesu asifiwe. Wapendeze watoto wetu jamani. Amen. Yaani mtoto anakujia wewe mwenyewe hutaki kumuona. Hapa ndikosha kama tuko na mimi nasema kila kitu mtoto mchafu. Mchafu ndio ulivyomwacha. Kapata kupunguza kubadilisha. Kwani kenye kanajali? Wala akajali. Au kana amani tu. Kana amani, kana vumbi, kalilala jana hivyo umekalala.
watukumbuke hata tunapoondoka, wakukumbuke, waseme mama, utakaa muda gani? Mbona utakaa sana? Bwana Yesu asifiwe. Wanakumbuka upendo wako kwao. Bwana Yesu atusaidie. Kuna haja ya wazazi kujua jinsi ya kuwalea watoto na kuwaleta kwa Yesu. Hapa kuna haja ya wazazi kujua jinsi ya kuwalea watoto na kuwaleta kwa Yesu. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tujifunze namna ya kuwalea hao watoto na kuwaleta mikononi mwa Mungu. Tuwalete kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Wana Sunday yao, siku ya Jumapili wana ibada yao, wana mafundisho yao. Bwana Yesu atusaidie. Lakini hatuwaleti watoto kwa Yesu. Wewe unaenda kanisani, watoto na waacha nyumbani. Bwana Yesu atusaidie. Nikutake maharage hayo yameiva. Wewe unaenda kanisani. Mungu atutetee wanawake. Mungu atusaidie, atuponye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukae katika misingi ya kimungu, namna ya kuwalea hao watoto wetu wawe salama. Tuwalete kwa Yesu, kwa sababu kwa Yesu ndiko kuliko na usalama. Watajifundisha maneno ya Mungu, namna ya kutembea na Mungu. Watajifundisha madhara ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekaa nao nyumbani, umeshindwa kuwekeza neno la Mungu, hata kuwaleta kwa Yesu na kwenyewe imekuwa ni shida. Bwana tutetee. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tuwalete watoto kwa Yesu, waje wajifundishe. Walimu wao watoto, Mungu amewapa karama, wanajua kucheza nao vizuri, wanajua kuimba nao vizuri. Kwa hiyo tuwalete, tuwasogeze kwenye mikono ya Mungu wetu, watakuwa salama. Tunahitaji msaada wa Mungu wa kuwalea watoto wetu. Kuna mambo mengi sana kwa ulimwengu wa utandawazi. Simu, kompyuta zimeharibu watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Utandawazi, simu hizo, kompyuta. Kwa hiyo hawa watoto hapa, wewe unaposema huyu Yakobo bado ni mdogo, mwenzio anaelewa kila kitu, amefundishwa shuleni, anaelewa kila kitu. Kwa hiyo Yakobo huwezi kumdanganya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa kizazi tulichonacho ni tofauti na zamani, ni tofauti kabisa na zamani. Sisi Waswahili wanatudanganya. Mama yako ameenda mlimani, atapiga jiwe, atarudi na mtoto. Mama yako ameenda kununua mtoto, leo huyu utamwambia Yeremia ameenda kununua mtoto? Huwezi. Wameshajifundisha shuleni, kila kitu wanaelewa. Yaani yale mambo unayosema, huyu bado, yote haya kikubwa haya, huyu siwezi kumwambia. Weka naye, muelekeze mambo yote yanayotakiwa kuelekezwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwelekeze madhara ya kufanya mambo haya na haya na haya na haya. Eleza, fafanua. Wenyewe kule shuleni wanajifundisha. Unafikiri wanapindisha kama tunavyopindisha sisi? Wenyewe wanaeleza wazi. Hiki na hiki, fanya hiki na hiki, hiki na hiki, ukifanya hivi, ukifanya hivi kinatokea hivi. Wanaelewa.